Karibu katika hadithi ya Mjusi na Panzi. Hadithi ya visa, mikasa, burudani na mafunzo. Hadithi hii ni ya Panzi na Mjusi. Hapo zamani za kale, kabla majira ya mvua kuwa na ratiba, kabla ya binadamu kuanza kupalilia mashamba yao, kulikuwa na pori kubwa lililojulikana kama Mwanda wa Ndoho. Humo ndani viumbe wa kila aina waliishi kwa utulivu. Kati yao walikuwepo wawili, Panzi na Mjusi, waliokuwa marafiki sana walioshibana. Panzi alikuwa msanii, mwanamuziki wa pori, mwenye sauti ya kuvutia na ustadi mkubwa wa kupiga marimba kwa miguu yake ya nyuma. Mjusi kwa upande wake alikuwa mwerevu, mjanja na mkusanyaji hodari wa matunda, nafaka na hata wadudu wengine wa kula. Na siku moja, wakati wa majira ya kiangazi yakianza, Panzi alikwenda kwa Mjusi akiwa amebeba zeze lake dogo lililotengenezwa kwa gome la mti wa mkuyu. Panzi akamwambia Mjusi, "Rafiki yangu Mjusi, njoo tuserebuke, dunia ni fupi. Twende tukasikie kelele za maisha." Mjusi alijibu, "Panzi rafiki, maisha si mzaha kila wakati. Kumbuka, mvua ikija chakula hutoweka. Leo nimechelewa kukusanya, kesho nitateseka." Lakini Panzi alicheka na kucheza hadi jua likazama, na Mjusi akaendelea na kazi. Hii haikuwa mara ya kwanza. Kadri muda ulivyosogea, Panzi alianza kumwona Mjusi kama mchoyo, mwenye roho mbaya, asiyejua raha ya maisha. Mjusi naye alianza kumwona Panzi kama mzembe, mvivu na mpenda starehe kupita kiasi. Ndipo urafiki ukaanza kuyumba, ugomvi ulianza kidogo kidogo, mmoja akiongea mwingine anakasirika, na siku moja Panzi alikwenda kula katika ghala la Mjusi usiku. Lakini Mjusi alikuwa mwerevu, alifuatilia miguu ya Panzi kwa harufu, na siku ya pili Mjusi akamwambia Panzi, "Umeanza kula jasho la wengine. Leo sio kama jana." Panzi akakataa, akakasirika, na kwa hasira zake akapiga kelele mpaka vichwa vya miti vikakoma kutikisika. Tangu siku hiyo uadui ukazaliwa rasmi kati ya wawili hawa. Katika pori hilo la Mwanda wa Ndoho viumbe wote walipenda amani, lakini sasa pori lote likawa na hofu. Mjusi alijenga ngome yake juu ya mwamba mkubwa, akaweka ulinzi wa nyigu na mende wa silaha. Panzi naye akiwa hana nguvu nyingi, alikusanya nzige, siafu na vipepeo waoga. Akaanza kuwafundisha kupiga muziki wa kisasa, nyimbo za kumdharau Mjusi na wafuasi wake. Mikutano ya uadui ikawa kama sherehe, lakini si ya furaha. Ulikuwa ni wakati wa chuki, fitina na mivutano ya kimamlaka. Mjusi akaanza kupanga mpango wa kumteka Panzi, na akasema, "Nikimkamata, nitamfungia kwenye tundu la giza la kifuvu. Hata sauti yake sitaki kuisikia tena." Lakini Panzi naye alikuwa na mpango. Alikuwa amepata sumu kutoka kwa mchwa mweusi, sumu ya kupaka kwenye marimba ili yanapoingia sauti yake iwe na nguvu za kichawi, ziweze kuvuruga akili za yeyote atakayesikia. Siku ya mashindano ya pori ambako wanyama wote walikuja kuonyesha ujuzi wao, Panzi alipiga zeze lake kwa nguvu, na sauti ikafanya wote waingia kwenye ndoto za ajabu. Mjusi alitoka katika tundu lake na akaanguka hadharani, aibu kubwa ikampata. Panzi akasema, "Hii ni aibu kubwa kwa dharau zako." Lakini kumbe sauti hiyo ya sumu ilianza kuleta madhara. Wadudu wadogo wakaanza kufa, mimea ikaanza kunyauka, pori likaanza kupata ukame. Mjusi akaona hali hiyo na kujuta, lakini pia akamlaumu Panzi na kusema, "Umeharibu pori kwa sababu ya chuki zako tu. Tumepoteza uzuri wa Mwanda wa Ndoho." Siku moja mvua kubwa ilinyesha bila kutarajiwa. Maji yakajaa, mito ikavunja kingo. Panzi akiwa na kundi lake walikwama kwenye mashimo ya ardhi. Zeze lake liliharibika, vipepeo waliloa mabawa, nzige wakashindwa kuruka. Mjusi ambaye alijua njia za chini kwa chini, alijitokeza akiwa amevaa joho la jani kubwa la mgomba, na akasema, "Twende kwenye mwamba wangu. Mimi bado ni adui yako, lakini sipendi kuona pori linateseka. Njoo, twende kwenye mwamba wangu. Ni salama." Panzi alitazama akatetemeka. Hatimaye alikubali. Safari yao ya kuelekea kwa Mjusi ikawa safari ya mazungumzo marefu. Walikumbushana enzi za urafiki wao, wakacheka walipokumbuka walivyowahi kushindana kuruka juu ya mti. Mjusi aliwakaribisha wote, hata wale aliowahi kuwaita wavamizi. Panzi akaimba tena,
lakini si kwa sumu. Sasa alikuwa na wimbo wa msamaha. Nyimbo ikaimbwa. Majani huanguka huota mengine, lakini urafiki ukinyauka huumiza wengi. Tuchukue somo la muda, tuchukue somo la muda, tusameheane, tujenge pori letu kwa sauti na hekima. Nyimbo ikawa nzuri. Baada ya mvua, pori lilianza kuchipua tena. Miti ikaanza kutoa maua, ndege wakarudi na viumbe wote wakaandaa tamasha la amani. Katika tamasha hilo, panzi alipiga zizi lake jipya. Mjusi akatoa hotuba ya hekima na wote wakakubaliana kuwa kila mmoja ana nafasi yake katika jamii. Hakuna aliye bora kuliko wenzake. Uvivu ni uadui, lakini pia kiburi ni mtego. Uadui wao ukawa somo la watoto wa pori. Walijifunza kuwa kusamehe kuna nguvu kubwa kuliko kulipiza, na kwamba mgogoro haufai kuwa sababu ya kuvunjika kwa jamii nzima. Hadithi ya panzi na mjusi ni hadithi ya maisha yetu. Kuna nyakati tunaweza kuwa tofauti, mmoja anapenda raha, mwingine anapenda kazi. Lakini tusipojifunza kuishi pamoja, pori letu, jamii yetu linaweza kuharibika. Maisha si mashindano ya ubora, bali ni safari ya kusaidiana. Je, wewe umejifunza nini kupitia story hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa komenti. Mwisho wa hadithi hii ni mwanzo wa hadithi nyingine ijayo. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.